Yesu aliagiza nini? Kwamba toka wakati ule tuambie watu kwamba tubuni, kwa maana ufalme wa Mungu umekaribia. Lakini leo ni hadimu sana kukuta mahubiri yanayowaambia watu watubu dhambi. Tumekuwa na wahubiri wenye mbinu za namna ya kuwafanya watu tu wawepo katika makanisa, kwa maana tu kanisa lionekane lina watu wengi, lakini hawaonyi kwa habari ya dhambi. Watu wengi ambao unawakuta makanisani hawapo kwa sababu ya hofu ya Mungu, kwamba iko siku ya mwisho wa ulimwengu, iko siku Mungu atakuja kuhukumu ulimwengu huu, na kama jina langu halitaonekana limeandikwa katika kitabu cha uzima, nitatupwa katika jehanamu ya moto. Lakini utaona watu wengi walio makanisani leo wapo kwa sababu mbalimbali, wapo kwa mbinu mbalimbali. Wengine wapo kwa sababu kanisa lina miradi, watoto wao wanasomeshwa na wafadhili. Kwa hiyo wazazi wanaona ni bora niwe hapa, sio kwa sababu ameamua kuitoa roho yake ili ipate wokovu, bali yuko pale kwa sababu ya msaada. Kuna mwingine yuko tu kwenye kanisa kwa sababu kila mwisho wa mwaka wazungu wanatuma fungu kwa ajili ya maskini, kwa ajili ya yatima na wajane. Kwa hiyo mtu huyo anaamua kuwa pale katika namna hiyo, lakini moyo wake huko mbali na Mungu kabisa. Na wengine wapo sio kwa ajili ya hayo, wengine wapo kwa sababu ya miujiza, wengine wapo kwa sababu ya pesa, nifanikiwe, nipate mafanikio. Lakini siku Yesu akirudi, ndio maana Yesu aliwahi kusema, itakufaa nini kama utaupata ulimwengu wote alafu mwisho ukatupwa katika ziwa la moto na kiberiti? Itakusaidia nini kama utakuwa umekaa tu kwenye kanisa ambalo leo litakuwa tu limekufundisha kwa habari ya mafanikio, lakini pengine hata hivyo wao wanaweza kuwa ni sinagogi la shetani duniani? Biblia imeweka wazi kwamba wako walio wa sinagogi la shetani ambao wanajiita mitume, ukawajaribu ukaona sio, bali ni waongo, ukisoma katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana. Kwa hiyo kumbe tunaweza kuona mitume wengi duniani leo, watu wakihubiri injili na kujiita mitume, lakini kumbe ukiwajaribu katika kweli sio, ni waongo. Akasema pia wako waliojiita Wayahudi, hawa nao umewajaribu. Maana yake nini? Hawa wanatajwa kwenye nafasi ya Ukristo au nafasi ya wateule, kwa sababu tu imani hii tuliyopokea kweli inaanzia kwa Myahudi. Lakini utaona leo wako watu ambao wako tu kwenye makanisa, lakini imani yao haiko kwa Mungu. Wengine wapo tu kwa sababu yuko kanisani ni mpiga kinanda, yuko tu pale ameambiwa njoo piga kinanda hapa, analipwa, kwa hiyo yuko tu pale. Mwingine yupo kwa sababu watu wanahitaji mambo yaende vizuri, ulimwengu uonekane hawa watu wako vizuri. Ndio naona wako hata wanakwaya wanalipwa, wanachukua watu wa dunia waliojifunza muziki, wanawekwa kanisani, wanakuwa wanalipwa. Unaona wanaimba vizuri, unasema kwa kweli hawa wataenda mbinguni, lakini siku ya mwisho watakataliwa, maana walifanya kazi ya mshahara. Walifanya kazi ya mshahara. Haleluya, kazi ya mshahara. Na ndio naona wengine kwa sababu yuko pale anakuwa anajua mimi pale nina masilahi fulani, kwa hiyo anakuwa anahitaji ndugu zake, rafiki zake waende sehemu ambayo watapata wokovu. Anakuwa anawaambia tu njoni hapa, niongeni mkono hapa, kwa sababu unajua hapa mimi nalipwa. Yesu akasema hao ni watumishi wa mshahara, na utukufu wao katika fedheha siku ya mwisho. Watafedheheka kwa sababu Mungu wao ni tumbo. Mungu wao ni tumbo. Mtu yeyote ambaye anafanya kazi ya Mungu ili apate pesa, Mungu wake ni tumbo. Na ndio unaona watu wengi, nilikwambia hata jana na juzi na siku nyingine nitaendelea kusema na hata leo, ni aibu
Mungu aabudiwe mahali ambako hapafai. Mungu aabudiwe kwenye nyumba ambayo haijajengwa, haifanani. Alafu mchungaji ana maisha mazuri, ana nyumba nzuri, ana gari nzuri, alafu kanisa na Mungu ati limekodiwa ukumbi. Siku yenye ukumbi wakikataa, ina maana Mungu hana nyumba ya ibada. Ati kanisa la Mungu, mchungaji anajenga nyumba nzuri, anakuwa na maisha mazuri, alafu nyumba ya Mungu iko kwenye miti, inataka kuanguka. Nyumba ya Mungu inaenda upande. Anachojua tu yule, wamo watu 100 anapoingia mle, kwa sababu ni wa mshahara. Anajua nikikamilisha majukumu yangu tayari nimepata kila ambacho nakitafuta. Lakini hawaonyi watu wa Mungu kuikimbia ghadhabu ya Mungu. Hawaambii watu wa Mungu kwamba iko siku inakuja hutaweza kufanya biashara, hutaweza kusoma shule, hutaweza kukaa kwenye ndoa, hutaweza. Iko siku inaitwa siku ya utusitusi na giza, siku ambayo ulimwengu utawayawaya mbele za Bwana. Watu watakimbia huku na kule, wataiambia milima tufunikeni, wataiambia milima tuangukieni, wataiambia mauti tuweni. Mauti nayo itawaambia hatuna uwezo, kwa sababu saa hii hata sisi mauti ni wakati wetu wa kutupwa katika ziwa la moto na kiberiti. Siku ya mwisho ni siku ambayo kila chenye nafsi ya uhai kitakuwa na hofu, kinakimbia. Hata kifo unaona leo ni nafsi iliyo hai inatafuta uhai wa watu, lakini siku ya mwisho Biblia inasema hata mauti haitakuwa na uwezo tena wa kumuua mtu. Utakunywa sumu wala utakufa, utajichoma na visu wala kisu hakitakudhuru. Utaiambia milima niangukie, milima haitakuangukia. Saa hiyo, kama napenda Yesu sema amina. Amina. Saa hiyo jambazi hawezi kuwa mtu tena. Saa hiyo mchawi hawezi kuwa. Kuna mambo yatakuwa ni mzigo. Ndio maana leo injili hii inakuonya. Kuna mambo unayatenda leo, iko siku yatakuwa mzigo mzito mabegani mwako. Utatamani kuyatupa, utayatupa. Na ndio maana injili inahubiriwa, kwa sababu Mungu anajua wakati ulio mbele ni wakati wa hatari, ni wakati wa dhiki, ni wakati wa shida, ni wakati wa machozi. Mungu anakuonya wewe. Leo unaona dhambi ni kitu kizuri cha kubeba. Unaona leo dhambi ni jambo la kushangilia.